Ukiota ndoto hizi 18, tambua Mungu anakufunulia mwisho wa hatima yako kabla haujafika. Jambo la msingi ambalo unatakiwa utambue, ndoto ni njia mojawapo ambayo Mungu huitumia kuzungumza na watu wake. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Ayubu 33 na mstari wa 14 hadi wa 15, imeandikwa nukuu, kwa kuwa Mungu kunena mara moja, naam hata mara ya pili, ajapokuwa mtu ajali, katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito uajiliapo watu katika usingizi kitandani. Unaanza kuona ndoto. Kwa njia ya ndoto Mungu anaweza kukusemesha. Kwa njia ya ndoto Mungu anaweza kukufunulia vitu vya kufanya. Kwa njia ya ndoto Mungu anaweza kukufunulia mwisho wa jambo utakuwaje kabla jambo hilo hujalianza. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 22 na mstari wa 13, imeandikwa mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Jambo ambalo tunajifunza, Mungu ni Alfa na Omega, manake ni mwanzo na mwisho. Mungu anaweza kujua mwisho wa jambo kabla jambo hilo hujalianza. Mungu anaweza kujua mwisho wako utakuwaje, mwisho wa safari yako utakuwaje kabla hujaanza safari yako. Ndio maana pia ukisoma kwenye kitabu cha Isaya 46 na mstari wa 10, imeandikwa nitangazaye mwisho tangu mwanzo. Mungu anasema yeye ni Mungu ambaye anaweza kutangaza mwisho wa jambo mwanzoni mwa jambo. Mungu anaweza kukufunulia safari yako itaishiaje kabla hata safari hiyo haijaanza. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Amosi sura ya 3 na mstari wa 7, imeandikwa hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Unaanza kuona kumbe Mungu anaweza kukufunulia. Leo nimekuandalia ndoto 18 ambazo ukiziota basi unatakiwa utambue kuwa Mungu anakufunulia mwisho wa hatima yako kabla hujaanza. Kabla tujaendelea na somo letu leo, kama ndo mara yako ya kwanza kabisa kuungana nasi na bado hujasubscribe, basi nikupe pole, kwa sababu watu wote makini na wanaopenda kujifunza tayari wamesha subscribe katika channel yetu hii ya Nguvu ya Maono Media. Ili nawe uwe miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza, basi hakikisha una subscribe kisha unabonyeza kitufe cha alama kengele. Kwa kufanya hivyo utakuwa miongoni mwa watu makini na wanaopenda kujifunza. Hakika Nguvu ya Maono Media ni mgodi wa maarifa. Twende moja kwa moja tukaangalie ndoto 18 ambazo ukiziota basi unatakiwa utambue Mungu anakufunulia mwisho wa hatima yako kabla hujaianza hatima yako. Ndoto ya kwanza, ndoto za kuota unapaa au unapandishwa au unainuliwa juu sana. Ukiota unapaa angani huku ukiwa una amani, au ukaota unapanda mlima na unafika kileleni, ndoto hii mara nyingi inaashiria kuinuliwa kwa hatima yako. Lakini pia ndoto hii, kwa mfano ukaota ndoto unapaa angani huku ukiwa una amani, ndoto hii huwa inaashiria uhuru. Lakini pia ndoto hii huashiria kuna mambo ambayo utayafanikisha kwenye maisha yako. Kwa hiyo ukiota ndoto unapaa, ukajiona unapaa angani huku ukiwa una amani kabisa, yani unajiona uko huru, unapaa angani ukiwa una amani, ndoto hii inaashiria uhuru. Lakini pia ndoto hii inaashiria kuna mambo ambayo utayafanikisha kwenye maisha yako. Lakini ndoto namba 2, ndoto za kuwa katika umati lakini wewe unajiona uko tofauti na wengine. Ukijiota huko na watu wengi, uko kwenye umati wa watu wengi, lakini ghafla unajikuta wewe ndiye unaonekana tofauti. Labda unajiona wewe ndio unahubiri au unaongoza au watu wanakusikiliza wewe. Ndoto hii inaonyesha hatima ya uongozi au wito maalum juu ya maisha yako. Kwa ukiota ndoto hii inaashiria uongozi, inaashiria kuna ndani yako kuna wito maalum juu ya maisha yako. Hata kama sasa unaonekana wa kawaida, tambua kuna kitu ndani yako kilichochaguliwa. Kuna jambo kubwa ambalo Mungu ameliweka ndani yako. Kwa hiyo ukijiona uko kwenye umati wa watu, lakini kwenye huo umati wewe unajiona ndio unafundisha watu, unahubiri watu au unawaombea watu au watu wanakusikiliza wewe, basi unatakiwa utambue ndani yako Mungu kaweka wito wa kipekee. Ndani yako Mungu kaweka uongozi ndani yako. Lakini ndoto namba 3, ndoto za kupewa vitu au ukapewa kitu cha thamani. Labda ukapewa pete, ukapewa nguo au ukapewa vifaa, ukapewa kitu cha thamani. Ukiota unapewa kitu cha thamani kama pete, fimbo, kitabu au nguo maalum, hizi ni alama za mamlaka, wito au utambulisho mpya. Mfano wa kiroho, ukaota unapokea vazi jipya, mara nyingi huashiria kubadilishwa kwa hadhi au kuingia katika msimu mpya wa maisha yako. Kwa ukiota labda mtu anakupatia vazi jipya, ndoto inaashiria kuna kitu unaingia kwenye msimu mpya,
unaingia kwenye nafasi nyingine. Lakini ndoto namba 4, ndoto za kuona mwanga mkubwa au mahali penye utukufu. Yani ukaona ndotoni ukaona mwanga mkubwa au mahali penye utukufu. Unaweza kuota nuru kali au mahali pazuri sana au mazingira yenye amani ya ajabu. Hii inaashiria uwepo wa Mungu na hatima yenye utukufu mbele yako. Kwa hiyo unachokipitia sasa hakifanani na kile unakoelekea. Kwa hiyo ndoto hii inaashiria pia unachokipitia sasa, yamkini unapitia bado huko kwenye tabu, lakini unaona kabisa, unaona mahali pazuri, lakini ukiamka unaota umezokaa, unajiona labda ukajiona huko ndotoni, ukajiona huko kwenye eneo zuri afu una amani, au kwenye mazingira mazuri, yani una amani, na ukija kushtuka unakuta mambo ni magumu yako pale pale. Ndoto hii inaashiria pia inakupa tumaini, kana kwamba unakoelekea kule hakulingani na uliko sasa. Kwa hiyo inabidi usonge mbele, endelea kusonga mbele. Ndoto ya 5, ndoto za kufanya kitu ambacho hufanyi katika hali ya kawaida. Yani ukaota ndoto unafanya kitu ambacho uko kitu haukifanyi katika hali ya kawaida. Labda kwa mfano, labda unaota unahubiri au unaongoza watu au unaponya watu au unafanya kazi kubwa ambayo kwa sasa hujawahi kufanya. Kwa mfano unaweza kuota labda unaendesha ndege, hata ndege yenyewe hujawahi kuendesha. Sio utakuendesha tu, hujawahi kupanda. Unaota unaendesha ndege, hata basikeli tu wewe mwenyewe hujui kuendesha hata basikeli au hata gari, lakini wewe ndotoni unajiona unaendesha ndege. Au unaota unawaombea watu, ila kiuhalisia hata wewe mwenyewe kuomba hujui kuomba. Hii ni picha ya hatima yako ya baadaye. Ndoto hii ni picha ya hatima yako ya baadaye. Mungu anakufundisha kupitia ndoto kile ambacho bado hujakifikia kimwili. Kuna kitu kikubwa ambacho bado hujakifikia kimwili. Yani ndani yako Mungu ameweka kuna kitu kikubwa sana ambacho unatakiwa ukifanye. Lakini ndoto ya 6, ndoto za safari ndefu au njia ndefu. Unaota unasafiri kwa miguu au gari au hata ndege, lakini safari inaonekana ni ndefu na yenye mwelekeo maalum. Yaani unajua kabisa unasafiri, kuna sehemu unaelekea kabisa, lakini safari hiyo inaonekana ni ndefu, ila kuna sehemu unaelekea. Safari, ndoto hii tafsiri huwa inaashiria safari ya maisha yako inaenda mahali fulani muhimu. Ndoto hii inaashiria una mwelekeo wa sehemu muhimu. Lakini pia hata kama bado hujaona mwisho, ndoto hii inaashiria uko kwenye njia sahihi. Yaani unajua kabisa kuna sehemu unaelekea kabisa. Mko kwenye ndege, yani kuna sehemu unaelekea. Basi unatakiwa utambua una mwelekeo maalum. Ndoto ya 7, ndoto zinazojirudia mara kwa mara. Labda unapata ndoto ile ile au yenye ujumbe unaofanana mara nyingi. Hii si bahati mbaya, ni msisitizo wa kiroho. Mungu anajaribu kuhakikisha usipuuze kile anachokuonyesha. Yani ukiwa unaota ndoto inajirudia mara kwa mara. Watu wengi wamekuwa wakiota ndoto zenye kujirudia mara kwa mara. Unaota ndoto ile inajirudia mara kwa mara. Ndoto za namna hii utakiwi kuzipuuzia hata kidogo. Unatakiwa ujue inaashiria vitu gani. Kuna muda Mungu anaweza kawa na kuonyesha hatari, ila wewe ukikaa ukaishia kuhadithia watu na usipoishughulikia kwa njia ya maombi, basi kama ni jambo baya litakupata. Kwa hiyo ndoto ambayo inajirudia mara kwa mara, unakuta unaota ndoto ile ile inajirudia mara kwa mara. Na wengine unakuta anaota ndoto kama Farao. Ukisoma kwenye Biblia utaona Farao aliota ndoto mara ya kwanza, akalala tena akaota ndoto mara ya pili. Maana yake Mungu alikuwa anamsemesha ili aone uzito wa ile ndoto. Na Farao alitafuta mtu akatafsiri ndoto ile akampa hekima. Yusufu akatafsiri ndoto ile akapata hekima, akajua vitu gani vya kufanya. Kwa hiyo kuna muda Mungu anaweza kukusemesha na wewe ndoto mara ya kwanza kajirudia ile, mara ya pili ndoto ile inajirudia, mara ya tatu. Utakiwi kuipuuzia kabisa. Yaani ukiamka utakiwi kuipuuzia, ishughulikie kwa njia ya maombi. Usiishie tu kuhadithia watu, unatakiwa ishughulikie kwa njia ya maombi. Lakini ndoto ya 8, ndoto za kupigana vita na kushinda. Ukajiona ndotoni unapigana vita na unashinda. Ukiota unaota unapigana, labda ukaota ndoto labda unapigana na watu, viumbe au hali ngumu, lakini mwisho unashinda. Hii inaonyesha kuwa hatima yako ina ushindi mkubwa, lakini itapitia mapambano. Kwa hiyo ukijiota ndotoni ukajiota unapigana na watu au unapigana na wanyama, unawapiga na mwisho wa siku unaibuka kuwa mshindi, ndoto hii inaashiria hatima yako ina ushindi mkubwa, lakini itapitia mapambano. Unatakiwa uombe sana. Lakini pia ndoto hii utapitia vita, lakini mwisho wako tayari umeandikwa kuwa mshindi. Ndoto hii inaashiria utapitia mapambano makali hapo, lakini mwisho wa siku utaibuka kuwa mshindi. Haleluya. Lakini ndoto ya 9, ndoto za kuvikwa taji au kutunzwa. Unaota labda ndotoni unaota unavikwa taji
au unapigiwa makofi au unaonekana kama mtu wa heshima kubwa, hii ni ishara ya utukufu wa baadaye, heshima, mafanikio au kupandishwa hadhi. Kwa hiyo kile unachodharau sasa kesho kitapewa heshima. Kile unachodharau sasa kesho kitapewa heshima. Kwa hiyo ukijiona ndotoni, kwa mfano, ukajiona ndotoni unapigiwa makofi, unavishwa taji, unavishwa kofia, ushindi ile crown, ukajiona wewe unapigiwa makofi, watu wanakushangilia wewe, ndoto hii inaashiria kuna jambo zuri la kuja kwenye maisha yako. Ndoto ya 10, ndoto za kufunguliwa milango. Unaota milango inafunguka mbele yako bila juhudi, au unaruhusiwa kuingia sehemu ambazo wengine hawawezi. Ndoto hii inaashiria kuna fursa kubwa zitafunguliwa kwenye maisha yako. Kwa hiyo Mungu anakufunulia mapema kuwa kuna milango ambayo hakuna atakayeweza kuifunga. Kwa hiyo ndoto hii, ukiota ndoto hii, anza kumshukuru Mungu. Ndoto ya 11, ndoto za kuokoka kwenye hatari. Au unajikuta hatari imetokea, unaibuka kuwa salama, hujadhurika. Unaota labda uko kwenye ajali au unafukuzwa au uko kwenye hatari, lakini unaokoka kimiujiza, unapona kutoka kwenye ile hatari. Ndoto hii inaashiria kuna ulinzi wa kipekee juu ya maisha yako kwa sababu ya hatima yako. Kwa hiyo ndoto hii, au jambo la msingi ambalo utakuwa utambue, hauko hai kwa bahati mbaya, kuna kusudi kubwa ndani yako. Lakini ndoto ya 12, ndoto za kupewa kitabu au kuandika. Unaota unapewa kitabu au unasoma au unaandika kitu muhimu sana. Ndoto hii inaashiria hekima. Ndoto hii inaashiria hekima, ufunuo au ujumbe utakaoathiri wengine. Lakini pia ndani yako, ndoto hii inaashiria ndani yako kuna maarifa ambayo yatakuja kuwa mwanga kwa watu wengi. Ndoto ya 13, ndoto za moto usio kuteketeza. Yani ukajiona uko kwenye moto lakini moto ule haukuteketezi. Unaota uko kwenye moto lakini haukuchomi au haukuunguzi, au unaota unapita kwenye moto bila kuungua. Ndoto hii inaashiria utapitia majaribu makali lakini hayatakuangamiza. Kwa hiyo jambo la msingi ambalo utakuwa utambue, changamoto zako si za kukuangusha, ni za kukuandaa. Ndoto ya 14, ndoto za kutembea juu ya maji. Na hiyo ndoto namna hii watu wachache wao wanaota. Ukajiona ndotoni unatembea juu ya maji, unaota unatembea juu ya maji au unavuka bahari bila kuzama. Ndoto hii huwa inaashiria ishara ya uwezo wa kushinda vitu vinavyoonekana haviwezekani. Yaani ukiota ndoto hii unatembea juu ya maji, kwanza jambo la msingi unatakiwa utambue, ndoto hii watu wachache waga wanaota. Ukiota unatembea juu ya maji, basi unatakiwa utambue ndani yako Mungu ameweka uwezo wa ajabu wa kuvishinda vitu ambavyo wengine hawaviwezi. Ndoto hii inaashiria utavifanikisha vitu ambavyo kwa wengine wanaona ni vigumu, kwako utavifanikisha. Ndoto hii inaashiria utaishi maisha yanayovunja mipaka ya kawaida. Yaani ukajua ndoto unatembea juu ya maji, unatembea juu ya maji. Ndoto hii inaashiria utafanya vitu ambavyo wengine kiuhalisia ni vigumu kuvifanya, lakini wewe utavifanya. Ndoto ya 15, ndoto za kuzaa au kulea mtoto. Ukiota umezaa mtoto au unalea mtoto, hii si lazima iwe mtoto wa kimwili. Inaweza kawa ni wazo, huduma au kitu kikubwa kitakachozaliwa kupitia wewe. Kwa hiyo jambo la msingi ambalo utakuwa utambue, kuna kitu ndani yako kinakaribia kuzaliwa na kitakuwa kikubwa sana. Ndoto ya 16, ndoto za kushinda mashindano. Unaota umeshinda mashindano au umechaguliwa au umepewa tuzo, ni ishara ya kuchaguliwa na kutengwa kwa ajili ya kitu kikubwa. Kwa hiyo hata kama kuna wengi, wewe umechaguliwa. Ndoto hiyo inaashiria kuna jambo kubwa sana. Hata kama watu wako wengi, lakini wewe utakuwa umechaguliwa. Ndoto namba 17, ndoto za kupewa maelekezo ya njia. Unaota mtu labda anakuelekeza njia, au unaona ramani, au unajua wazi unapoenda. Ndoto hii huwa inaashiria, hii inaonyesha kuwa hatima yako ina mwelekeo maalum na utaongozwa. Lakini pia ndoto hii inaashiria jambo lingine, hutapotea, utaongozwa hatua kwa hatua. Ndoto hii inaashiria hutapotea, utaongozwa hatua kwa hatua. Ndoto namba 18, ndoto za kuwa na nguvu za kipekee. Labda unaota una uwezo wa ajabu, labda unaruka, kuona mbali au kufanya mambo yasiyo ya kawaida. Ndoto hii inaashiria vipawa na uwezo wa kipekee ulio ndani yako. Kwa hiyo jambo la msingi ambalo utakuwa utambue, kuna kitu ndani yako ambacho bado hujakitumia kikamilifu. Yaani kuna kitu ndani yako ambao bado hujakitumia kikamilifu. Kwa hiyo usipuuze hili. Ndoto nyingi za aina hii huja kabla hujaanza kuona mabadiliko halisi maishani mwako. Kwa hiyo utakiwa kupuuza. Ndoto za namna hii huwa zinakuja kabla hata hujaanza kuona mabadiliko maishani mwako. Hii ni kwa sababu Mungu hakutambulishi kwanza kwenye dunia, anakutambulisha kwanza kwenye roho. Tambua,
Kama unaota ndoto za aina hizi mara kwa mara, inawezekana kabisa umebebwa na hatima kubwa. Uko kwenye maandalizi ya hatua mpya na tayari umeonyeshwa mwisho wako kabla haujafikia. Ni matumaini kuna kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, naomba uniambie kwenye comment umejifunza nini. Na pia kama bado hujasubscribe, basi hakikisha una subscribe. Mungu akubariki wewe utakayetumia muda wako kushare link ya video hii kwa ndugu, jamaa na marafiki. Nakupenda sana, nikutakia wakati mwema.